katika kumaliza kwetu mkutano, kunyakuliwa kwa kanisa. Amen. 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 Tuko pamoja? Ndio. Kanisa litanyakuliwa. Amen. Na inasema hakuna kunyakuliwa bila ufufuko. Hakuna kunyakuliwa bila ufufuko. Amen, amen. Teme inasema ndiyo kazi ya mwisho ambao tunaichunga sisi wa Kristo. Amen, amen. Ndiyo kazi ya mwisho tunaichunga sisi wa Kristo. Na tutasoma maandiko ili tubebe kwa ufumulifu wa somo letu. Amen. Amen. Je, Yesu aliahidia kwamba atakuja kunyakua kanisa? Ndio. Yohana 14. Yohana 14 na aya ya kwanza na fungu lake la kwanza. Ndio. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Bwana akubariki. Msifadhaike mioyoni mwenu. Yesu anaambia wanafunzi msifadhaishwe mioyoni mwenu. Munaamini Mungu, Muliamini Mungu, muniamini mimi vile na vile. muniamini mimi vile vile. Katika nyumba baba yangu ni makao mengi. Kuna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia nyinyi. Na Ninakwenda kuwatengenezea nyinyi pahali. twende. Na kama ninakwenda kuwatengenezea nyinyi pahali, Na kama ninakwenda kuwatengenezea ninyi mahali, nitakuja tena. Amen. Fanya nini sasa? Leta neno. Na nitawakaribisha nyinyi kwangu. Tunakubariki kwa neno lako, lituzalie matunda na liwe na matokeo kwa jioni ya leo, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Nukuu maneno ambayo alisema Kristo. Isema huyu Yohana ni mwana wa Zebedeo. Ndio tena kitabu tulianzia yako mafundisho ya asubuhi. Haleluya. Amina. Lakini Yesu anasema nitarudia tena kuya kuwachukua ili mwende muikale kwangu. Unaamini kama hapa hapo kwetu? Sisi hapa ni wageni na wasafiri. Haleluya. Yesu ametupatia ahadi, na hii ahadi tusiondoe katika nafsi zetu, kwamba angali atarudia kuya kutuchukua twende tubakie kwetu. Amen. Tuko na kwetu, hatuko wabayo. Amen. Kwa hii dunia unaweza kuwa una nyumba, hakuna shida. Lakini anasema katika nyumba ya baba yangu muna makao mengi. Kila mtu atakuwa kwake na kila mtu atakuwa mwake. Tuko tunaenda. Amen. Hapa hakuko kwetu. Tuko na kwetu. Tulikuja hapa ni kutembea tu. Mwenye atatipigia kifua hapa, mimi niko na kwangu. Dunia hauna kwako, sidangani. Mimi sina kwangu mwa hii dunia. Kama uko na kwako, omwewe. Sisi wa Kristo wenyeji wetu ni mbingu. Amen. Tuko na kwetu kwenye Baba anatuandalia. Haleluya. Alisema atarudia akuye atuchukue turudie. Kabisa. Hata kwanza nikwambie, ufufuko nitaigusia. Mstari wa kwanza, elewa kwamba Abrahamu na wazee wengine walioamini ya kwamba kuna ufufuko wa wafu Ancien Testament baliamini hivi. Kabla Yesu hajakuja duniani
kuleta mafundisho ya msingi. Manabii walikwisha tumikishwa na Roho kwamba kutakuwa nini? Ufufuko. Mwanzo 22 verset 5, twende haraka haraka. Mwanzo 22. Bwana kubariki. Fungu lake la 5. Ndio. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Barikiwe sana. Abrahamu akamwambia vijana wake, Abrahamu akaambia vijana wake, mukae hapa pamoja na punda. ndio, Nami na kijana tutakwenda kule. tutakwenda kule. Na tutaabudu na kurudi tena kwenu. Ndio. Abrahamu akatoa kuni kwa sadaka kuteketezwa. Ubarikiwe. Akabebesha Isaka mwana wake. Twende. Akashika moto na kisu mkononi mwake. Okay. Wakakwenda pamoja wao wawili. Ndio. Isaka akamwambia Abrahamu baba yake akasema, Abrahamu baba yake akisema, baba yangu. Akasema, Ni. mimi ni hapa. Sawa. Mwana wangu. Akasema, Twende. tazama moto na kuni. Moto na kuni. Lakini wapi mwana kondoo kwa sadaka kuteketezwa? Wapi mwana kondoo? Akajibu Abrahamu akamwambia, Mungu atajipatia mwenyewe sawa mwana kondoo kwa sadaka kuteketezwa. Shuka. Basi wakakwenda pamoja wao wawili. Wakafika pale Mungu alipomwambia. Abrahamu alikuwa anajua akatoa Isaka, lakini Mungu ana uwezo kumfufua pia. Amen. Ndio maana upate tafsiri kamata Ibrania 11 tunaanza 17 inasema. Twende 17. Kwa imani Abrahamu wakati alipojaribiwa, kwa imani wakati Abrahamu Mungu alipomjaribu, akatoa Isaka awe zabihu. Akatoa Isaka awe zabihu. Na yeye alipokea ahadi. Na baada kumtoa alipokea ahadi. Alikuwa akitoa mwana wake mzaliwa wake wa pekee. Twende. Ndiye aliambiwa katika Isaka uzao wako taitwa. Leta neno. Akihesabu ya kuwa alihesabu nini? Mungu anaweza kumfufua toka wafu. Haleluya. Hapa Yesu alikuwa hajaja duniani kufundisha habari ya ufufuko, lakini Abrahamu alikuwa alishakuwa na imani kama ufufuko unaexiste. Walisema habari za ufufuko 19:25, twende haraka. Yobu 19. Ndio. Fungu lake la 25 hadi 27. Hadi 27. Ubarikiwe sana. Inashuhudia nasema hivi. Inasema nini? Nimeipata mwalimu. Inasema hivi. Lakini nimejua ya kuwa Mwokozi wangu ni hai. Na ya kuwa katika mwisho atasimama juu ya nchi. Na nyuma ya ngozi yangu kuharibiwa hivi. Na nyuma ya hii ngozi ijapokuwa inaharibiwa hivi. Lakini pasipo mwili wangu huu. Nitaona Mungu. Aliamini ufufuko. Manabii hao walikuwa bado hawajafundishwa ufufuko, lakini Roho Mtakatifu alikuwa anasisitiza ndani yake kama ufufuko huko. Haleluya. Amina. Ulifunuliwa hata kwa njia ya manabii wengi, hata Isaya 26 twende hapo. Isaya 26. 19. Utaanzia Danieli 12:2. Usiseme papa mbona tena naanza maandiko. Ndio kufundisha. Nisikuambie vya kichwa niseme. Wafu wako wataishi. Haleluya. Isaya anasema hapa Kristo ashakufa. Lakini Roho wa Kristo alikuwa ndani yao, iko na hakikishia kwamba wafu wangali watafanya nini? Wataishi. Wafu wako wataishi. Maiti zangu zitafufuka. Sema amina. Amkeni na kuimba. Muimbe. Nyinyi mnaokaa katika mavumbi. Kwa maana umande wako ni kama umande wa asubuhi. Na dunia itatoa wafu. Sema amina. Kama uko ndani ya imani na hauna hii enseignement, manake uko afantilie sana mambo ya Haleluya. Amina. Manake uko muavantile sana mambo ya nani? Tembea mwa hii dunia, jua kwamba kuna siku Mungu atakuvuna. Unaenda kupumzika muudongo.
lakini kisibukule wakati. Amen. Hata unaweza fikia mauti, usilie, ninakufa sasa Mungu, unaona nikufe tu. Ungali matumaini. Amen. Wewe hauko sababu pagani Kabisa. hauko sapa Amen. Uko sema no, hii dunia hatukukuya milele. Petro anasema ninawasihi kama wageni. Biblia iko clear. Susome frère 2 verset 11. Petro wa kwanza 2:11. Wapenzi, ninawasihi nyinyi ninawabembeleza nyinyi kama wageni na wasafiri. Hii dunia tuko wageni na tuko wasafiri. Tuko na safiri. Ambato yenye tuko mjo kanisa hilo na tuko. Amen. Yeah. Tuko wageni hapa na tuko tunasafiri. Lakini nini yenye natuonya? Mukatae tamaa za mwili zinazopigana na roho. Kenye mutakatala kumaisha ya wokovu yenu, mukatale tamaa ya hii mwili yenye kunapiganisha nini? Roho. Muwe na mwenendo wenu mzuri kati ya mataifa. Kama mungali dunia, mujikaze sana. Muwe na mwenendo mzuri. Sepulikuwa tunakazia sainteté. Unaona hapa? Unaona hii maneno matatu hapa? La parole, obéissance, amour et sainteté. Amen. Tunakazia ile sana mu ensemble vraiment. Amen. Kama hauna sainteté, hauende fasi. Tuko nasikia wengine wiko na party ama eglise au jina ya nini? Église des saints. Église des saints. So naangalia Église des saints, unaenda kutana kuko mambo yenye haliendeki. Haleluya. Lakini kenye kitatupatia tufufuke na tuingie katika ile ufalme. Amen. Ni utakatifu. Amen. Na hii utakatifu inaomba kila mtu katika imani yake awe naye. Utakatifu haiko tu pastor, haiko tu mzee wa kanisa. Utakatifu iko obligé kukila mtu. Pastor ni Mkristo, muamini ni Mkristo, mzee wa kanisa ni Mkristo. Si wote tunaitwa Wakristo, kese soit majina yenyewe tunaweza pewa kanisa. Haleluya. Amen. Kila mtu Biblia inampatia shuti ya utakaso. 14:12 twende kitabu cha Waebrania. Waebrania 12:14. Twende. Fuateni salama pamoja na watu wote. Haleluya. Fuateni nini? Salama pamoja na watu wote. Akwe mpagani, akwe mfugufugu, akwe fu, kese soit akwe kisiiko. Wewe na mie tumepewa devoir ya kuishi mwa hii dunia na angalisho. Tutafute salama kuwale banani wale hata hawapendi, tujitafutie salama. Ndio. Tusikue vikwazo kabisa. Kama unaona utashindwa kuishi na utakaso juni voise omona hapa. Ndio. Lakini uchunge utakaso. Kama ni vya dunia ndio vyenyewe vitaleta matengano, wewe naye mupe. Kweli. Mtu anakuambia sasa, unakuwa mtu mbaya. Unamuuliza baba yangu inaanzia kuni. Unakulako na nini? Kama ni vile naweka mata hiki dola. Hivi sasa. Hapana kwa mzuri kwako. Sawa. Merci na mimi nafurahi tu napata utakaso basi kwako. Uitafuta hata haitaki. Uifanyie gharama Kabisa. Patilie ndugu mkono mwambie utakaso anaifanyia gharama. Utakaso anaifanyia gharama. Kuna mtu hapendake wema, lakini uko obligé umuoneshe tu wema sababu wewe unajua kenye uko unatafuta. Fuateni salama pamoja na watu wote na utakaso. Ndio. Pasipo huu hapana mtu atakayeona Bwana. Kama una utakaso, atakuwa pastor, atakuwa apotre,
hata ukuwe prophetess, ile haitakupeleka mfano wa mbinguni. Kitatupeleka ni utakaso. Haleluya. Na kama mtu iko mutakaso, inamaanisha kumuogopa Mungu. Na ile ndio itatupatia sie tupate ufufuko. Amen. Amen. 12:2 twende. 12:2 kitabu kina Danieli. Tunaenda. Inashuhudia inasema hivi. Bwana kubariki sana. Na wengi wao wanaolala mavumbini mwa nchi wataamka. Unasikia? Amen. Kuko sehemu mbili ya watu ambao wanalala mavumbini, Mungu atawaamsha. Wengine wapate uzima wa milele. Kuna wengine na mpagani Mungu atamfufua. Ndio kabisa. Hata ni wazi, hata batazaa. Bado na wote ni babandi. Bale ba malfete, ba nguvu. Bote Mungu tu atakufufua. Kese soit akuwe kifibiko Mungu tu atakufufua. Yeah. Lakini lengo la kufufua ni mbili. Wamoja wengine wapate uzima wa milele, wamoja atakufufua wapatie uzima wa milele, na wengine kwa haya na kusarauliwa kwa milele. Atawafufua tu sababu wapatishe haya na wasaraulishe milele. Nao walio na akili watangaa kama anga. Walio na akili sema amina. Haujitakase bure Kabisa. Haujitakase bure. Haukatalia tiriwo bure. Amen. Haukatalia sapilo bure. Haukatala kuoa wanawake wengi bure. Amen. Kuna kitu kinatuma tunakataa. Amen. Yeah. Amen. Amen. Kuna kitu kinatuma tunakataa. Lakini na sie tuko na besoin yavyo mwili. Lakini sasa tukivifanya na sie tutakosa. Amen. Ile ndio inatuma tunajiima. Ile ndio inatuma tunajipunja. Kama unaweza nisema nisirudishe masemi mabaya, ile tu ndio inatuma. Amen. 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 Kamata Hosea. Hosea 13:14. 13:14. Eke. Inashuhudia inasema hivi. Inasema nini? Nitawakomboa toka nguvu ya kaburi. Mungu anasema atakufa. Ndawa komboa ndawa tosha chini ya kaburi. Twende. Nitawakomboa toka nguvu za kaburi. Ndio. Nitawakomboa toka mauti. Ndawa. Haleluya. Amen. Baba anasema tupase lia kukilio sawa pagani. Unajisahau. Ile ni seremoni ya mdunia, ni senario ya mdunia. Kweli. Lakini tuko na ahadi. Amen. Twende friend. Nitawatoa toka mauti. Ndio. Mauti. Kata pale ndio Paulo utamsikia kule. Meza mate. Mapigo yako. Habari za yuwa kwenye tu. Amen. Ni somo. Ukisoma pale unamaliza utamu wake. Na ndani ya Agano la Kale tunasoma tu ya maajabu ya wafu waliofufuliwa. Kama vile Wafalme wa Pili sura 4, 32, 35, kuna wafu waliofufuliwa tangu zamani bado Kristo hajaja duniani. Soma pale. Wafalme wa Pili 4:32. Twende. Hadi 35. Ubarikiwe. Wakati Elisa alipofika nyumbani, Ndio. tazama mtoto amekwisha kufa. Mtoto alikuwa ashakufa. Amelalishwa juu ya kitanda chake. Unajua hizi hapa? Akaingia ndani akajifungia mlango yeye na yule mtoto wote wawili. Ndio. Akaomba Bwana. Kaomba Bwana. Akapanda juu ya kitanda. Akajilalisha juu ya mtoto. Akajilalisha juu ya mtoto. Akaweka mikono yake juu ya mikono yake. Ndio. Akajinyosha juu yake. Mwili wake juu ya mtoto ukaanza kupata moto. Kaanza kupata moto. Kisha akarudi na kutembea ndani ya nyumba. Mara moja hapa na kule. Akapanda na kunyinyosha juu yake. Ndio. Yule mtoto akapiga chafya mara 7. Ilifanyika kabla Yesu ajaje. Amen. 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 Haleluya. Amina. Ufufuko itakuwa
na itafanyika. Na mtoto alifungua macho yake. 13:21 pale tu. Wafalme wa pili. Twende. Inashuhudia, inasema hivi. Inasema nini? 13:21 nimeipata. Computer. Na ilikuwa wakati walipokuwa wakizika mtu. Tazama waliona kikosi. Elisa akakufa. Na wakamzika. Elisa alikufaka na upako yake. Nipatie Mungu kwa Elisa alikufaka na upako yake. Elisa alikufaka na upako yake. Mwambie mwenzako pale alikosaka Timotheo wa kuiatia. Alikusaka Timotheo wa kuiatia. Aliatia ngeza. Singeza alikuwa na roho ya mbaya. Kwanza wampiga ukoma na akakufa na ukoma yake. Yeye ndo aliatia upako. Sasa ile upako alienda na mkaburi. Aliyetumike kwa Timotheo wake ikaanza kuwa natumikia mkaburi. Bado wanakia tusika. Haleluya. Na ndio ile watumishi tukeshe nao juu ya viongozi wanaotuongoza. Amina. Usikamate mtumishi wa Mungu iko sawa hivi. Hapana. Hakuna vitu mwili ndio utaona ni sawa hivi. Lakini mwenyeko ndani kama unaona Bakristo wa mingi biko ba malere na wengine ba maleresi a partir ya kuzoea upako wa mafuta yenye ndani ya watumishi. Wewe kama mtumishi sasa mwenzako nini? Sibiengane sifana mimi zilifanya. Tosha ile kawaida. Tosha Mungu anawaitaka na anatia ndani yao bitu. Amen. Na mwenye ananyenyekea ndio anakiali achia. Amen. Na kama unyenyekea maana kufa na ripawa yako. Si Elisha alikufa na kiatu. Alikosaka mwenye atakipatia. Elisa akakufa. Nao wakamzika. Basi vikosi vya Moabu wakaingia katika nchi mwanzo wa mwaka. Ubarikiwe. Na ilikuwa wakati walipokuwa wakizika mtu. Tazama waliona kikosi. Wakatupa yule maiti katika kaburi la Elisa. Unasikia? Na wakati yule maiti alipogusa mifupa ya Elisa, akafufuka akasimama kwa miguu. Haleluya. Amina. Mtu wa Mungu alikufana na upako yake. Basi aliachiana. Hata mimi nikiona hakuna mwenye ananifanya naenda nake. Basi naweza achiana. Nikiona mnifai ninaenda nake. Hapana baba. Acha wewe. Hapana ni wewe uishi matendo ya kuheshimia mtumishi na kumhudumia na wewe kumpenda. Ukipenda mtu utapeleka upako yake. Ukimchukia vraiment je vous le dis hapa ni kusema. Ukipenda mtumishi unabebaka upako yake. Ukichukia mtumishi awe Mungu hawezi tiko wewe biliko muyeye na wewe unamdharau na unamchukia. Amen. Yesu Kristo alifufua wafu. Iko mu Biblia, soma Biblia. Mathayo chapitre 9 verset 20 haraka. Mathayo 9:25. Niko nafundisha kila ndio toletu conclure somo. Twende. Lakini wakati makutano walipoondoshwa, ubarikiwe. Akaingia. Akamshika mkono. Msichana akasimama. Yesu akafufua msichana akasimama. Na habari zake zilienea katika nchi ile yote. Watu wote wakaenda. Luka 7. Twende haraka 12. 12 inasema 7:12. Kompyuta twende haraka. Inasema hadi 15. Na alipokaribia mlango wa mji, tazama kulikuwa maiti akichukuliwa nje. Alikuwa mwana pekee wa mama yake. Naye mjane. Na watu wengi wa mji walikuwa pamoja naye. Ubarikiwe. Wakati Bwana alipomwona alimhurumia. Akamwambia usilie. Alienda karibu. Akagusa jeneza. Wale wachukuzi walisimama. Akasema kijana, ninakwambia simama. Naye aliyekuwa maiti akakaa, akaanza kusema. Leta huko, wewe unajua kama
uko Mkristo lakini kuko faida zenye uko nazo Mkristo. Amen. Hata uoze utalamuka na mwili. Amen. Wewe utabakia kama hii udongo hapana. Amen. Uko umetabakia kama hii udongo hapana wewe. Yohane 11:45. Yohane 11:45. Inashuhudia inasema hivi. Kufufuka kwa Lazaro. Yesu akamwambia, sikukwambia kama ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Yesu anaambia Martha, wewe sikukuongelesha. Nikakwambia ukiamini tu utaona utukufu wa Mungu. Basi wakaondosha ile jiwe toka pale maiti ilipowekwa. Wakaondosha ile jiwe. Yesu akanyanyua macho yake akasema, Papa, tunapasha jitenga na dhambi. Tunapasha jitenga na dhambi. Mkristo hakufaki. Analalaka na kupumzika. Amina. Kuko muda ya Mungu kumtosa pale na kumpeleka kwao. Twende frere. Na Yesu alinyanyua macho yake akasema, Baba, ninakushukuru kwa sababu ulinisikia. Na ninajua ya kwamba unanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya watu ambao wananizunguka, nilisema wapate kuamini ya kwamba ndio alinituma. Nilisema hivi. Aamini. Kwa vitu vingi Yesu alikuwa anafanya tangu mwanzo wa dunia. Anaomba mtu kipofu, anaomba mtu kiwete, anaua mtu juu atamfufula. Anafanya mtu kipofu yeye. Ndio maana walimuulizaka juu ya huyu kiana. Sasa babake ndio alitenda dhambi wala mamake asema, mimi ndio nilimfahamu. Amen. Siku moja kazi za Mungu zionekane. Maisha yako mnaweza kuwa isifizanze fulani, Mungu anaipemete. Tukuko siku. Amina. Yeye anareserve. Aonyesha uwezo wake. Kwa maisha yako. Hawezi ona uwezo wake kwa maisha yako kama hakutia kitu fulani komplike. Amen. Amen. Wakati alipokwisha kusema maneno haya, akapaza sauti kubwa, akasema, Lazaro, toka nje. Toka nje. Na yule aliyekufa katoka nje. Mwenye tuliamini ana nguvu, ana uwezo, ana mamlaka. Saka gani? Saka gani? Amen. Sio na masaka na ule. Anaweza kutia sasa mkaburi na msekonde anafanya unafufuka pale pale. Yeye ndio ufufuo na yeye ndio nini? Sima. Ndio tuliamini kweli. Twende. Na yule aliyekuwa maiti akatoka nje. Kutoka nje. Akifungwa mikono na miguu kwa sanda. Meza mate. Yesu alitabiri ya kwamba yeye mwenyewe atafufuka. Soma Yohana 10 verset 18, Luka 24 verset 1 mpaka 8. Tutafika. Tuombe. Yohane 10:18. Inasema nini? Hakuna mtu anayeondosha kwangu. Hakuna mtu anaweza tosha uzima wangu. Lakini mimi mwenyewe ninautoa. Mimi peke Yesu hakuna mahali kutoa. Amen. Yeye mwenyewe. Amen. Oh, Judas ndio alifanya politiki. Filme tu ya mbinguni. Haleluya. Amen. Na Mungu akipenda Yuda anaweza ingia. Amen. Ndio. Amen. Hata na yeye ndi. Amen. Ona semaka wale wakataka kutoa mwana wa Adamu. Ilikuwa yeye kama acha mimi. Ni yake makondezi. Amen. Amen. Sema kitu alikitoa. Aseme pa. Hakuna mtu anayeuondoa kwangu. Sikuwa nasemea Yuda wao. Ni watu ni kufio baada panda mbinguni. Amen. Itakuwa hivi. Ni mafiki mimi Roma. Lakini mimi mwenyewe ninautoa. Kumbe hapa kitu afanye. Ninautoa. Nina uwezo ya kuutoa. Na mimi peke. Na nina uwezo ya kuutoa tena. Sema amen. Hata Yuda nilimkomplika kama Messie. Tu sawa nimepatia franga. Haikuwa volontaire. Ingekuwa ni volontaire Yuda irudisha zile franga.
Lakini aliendaka tena akamwambia bwana, mimi nakia kikuta haikukuwa mimi bali niloka. Frede kwa vingine wenyewe unafanya kumbi uko pale tu timize maandiko. Mtu asapajua kifo na mpika tu ikofi anaanguka na nyama. Hawajasikia? Sio alikuwa anapigana mtu fulani. Kupiga hata ya tiri. Ni plan ya Mungu. Kifo. Bwana tuhurumie sana. Twende Luka 9. Luka 9:22. Akasema imepasa mwana wa watu kupata mateso mengi. Na kukataliwa na wazee na wakubwa wa makuhani. Na waandishi. Na kuuawa. Na siku ya 3 kufufuka. Alikuwa saliua na esa vipanga. Usalio yako mwambie Mungu nisaidie. Maandiko nisiitimilize mbaya kwa maisha yangu. Darako vitu vinatupalamia. Ninakuvamia. Kumbi wewe njoo. Na Yuda naye alikuwa anasomaka ile Zaburi. Asekao lake libakie tu. Na Biblia yake afanye ni msusome Zaburi. Zaburi 16. Biblia ya Mungu alisapanga yake. Wamiale anakia kufa. Zaburi 66:9-25. Inasema hivi. Kao lao liwe ukiwa. Pasipo mtu kukaa imani mwao. Na Yuda naye alikuwa anasomaka yeye. Vile huko tuko tunaisoma. 109 fungu la 8. Ubarikiwe. Siku zake ziwe chache. Hata siku zake ataishi kudunia. Ziwe cha aliyafika. Nasoma siku zake ziwe chache. Na mwingine atwae. Na mwingine atwae kazi yake. Na mwingine akamate huduma yake. Wanawake wawe yatima. Walikuwa shabipanga. Ndio maana kwa mwingine hautalaumu. Mwingine ni maplaza Mungu. Hii dunia tuko na ishi hapo filme zacheze. Zamani. Hawezi yua ni makode ya Mungu. Tu tunatimiza sasa. Lakini ole wako maandiko kutimilikia kwa. Twende. Wanawake wao yatima. Na mke wake mjane. Mke wake aende kuwa mjane. Wanawake wao wahuni na wenye kuomba matabisi. Bwana Luka anatengeneza watoto yake mubaya. Na aliyafika na sasa yeye ndo atalitimiza. Oh Bwana. Kenye kiliandikwa frere. Mkikimbie kwa nguvu. Twende. Na wajitafutie chakula mbali pali pao. Siko kulele ni parenthese tu nipenda nikupeleke hapo. Nyuma ya ufufuko Kristo alifufua watu, miili ya watu wengine ilifufuliwa na ilionekana katika Yerusalemu. Soma Mathayo 27. Twende haraka haraka. Mathayo 27 inasema 15:2-15:3. Makaburi yakafunguliwa. Na miili mingi ya watakatifu waliokwisha kulala. Ilifufuliwa. Na ilitoka katika makaburi nyuma ya ufufuko wake. Wakaingia katika mji mtakatifu. Na kutokea kwa watu wengi. Basi akida na waliokuwa pamoja naye wakilinda Yesu. Unasikia sasa Yesu alishuka kuzimu. Yesu alienda fanya kazi zifuatazo. Ya kwanza alikubali kufa juu ya dhambi zetu. Ya pili alienda fanya liberation. Amen. Ya Musa. Maiti ya Musa alipotezea mwa hii dunia. Hawakuizikaka. Ba Yeremia walikufa. Bale banabii wote akenda kwanza batosha kurke abatoshe kule kwenyewe kuzimu kwa shetani iko. Ndio nasikia akasema akanyang'anya fungulo. Petro anasema basi mna kazi gani alienda fanya? Kusoma Petro wa pili. Tunaanza wa kwanza. 3:10 na 9:18. Sawa. Kwa maana Kristo
Kristo vile vile aliteswa mara moja kwa ajili ya aliteswa dhambi. mara moja vile vile kwa ajili ya dhambi. Mwenye haki kwa ajili ya wasio haki. Mwenye haki kwa ajili ya wasio haki. Ili atulete kwa Mungu. Ilikuwa na lengo atulete kwanza sie wenye dhambi, atulete kwa Mungu. Akauawa katika mwili. Akakubali afanye ile filme, auawe mwili, lakini akafufuliwa katika roho. Akaenda kufufuliwa sasa katika roho. Katika roho hii alikwenda vile vile. Sasa mwa hii mwili akatoka mwili, akashuka na ile roho kuzimu na kuhubiri kwa roho waliokaa katika vifungo. Akaenda preshe papa. Wasiotii zamani. Akahubiri Nuhu, akahubiri Yeremia. Sasa akahubiri nini? Evangelii ya Yesu alileta pia kutuokoa shie tu. Ndio. Watu mingi wa mwagano la kale walikufa mzambi. Salomo alikosea Mungu, ilomba Mungu aende muhubiri. Daudi alikosea Mungu, ilomba Yesu aende muhubiri tena upya. Na ndio maana maandiko mengine usisome ukachanganyikiwe. Ukasoma fasi asema Sulemani si alikosea Mungu kwa kuoa wanawake wengi. Papa Salomo anaweza ingia, alishaingia zamani. Bali watu yake ni wateule. Amina. Ndio mwenye libere. Ndio. Petro kwanza 4:6. Baba Ezekieli mote anatosha kule. Ndoka. Frère, mteule hatapotea. Twende. Petro kwanza 4:6. Maana kwa ajili ya hii hata wafu walihubiriwa habari njema. Unasikia? Wewe unaweza mwagano jipya sisi tulihubiriwa tu na wale wa mwanzie testament alienda tena mahubiri ili wahukumiwe kama watu katika mwili. Basi yasema si hakutuonesha nabo aliwafundisha kabisa. Amen. Aliwahubiri, lengo lake lilikuwa kusema si saa ya hukumu basi kepa. Tunaona kwa mwagano jipya ndio nipatiaka message ya kweli na wakatubu na hapo walioja ku mwaile kwa kuzimu mwaile siku mbili alikuwa kuna ubiri kwa tena na force ya ajabu. Sio kama alikuwa anashinda na nalale kwa wahubiri. Ili wahukumiwe kama watu katika mwili. Ubarikiwe. Lakini wawe hai katika roho kama Mungu alivyo hai. Amen. Unajua vile? Amen. Unajua vile? Ile kazi ifanyike. Amen. Hakuna mtu atapata Mungu sheria. Wale walikufaka sasa na hawakusikiaka injili itakuwa hawakusikiaka balisikia. Amen. Balisikia. Hakuna mwenye alikufa hakusikia. Balisikia. Hao wenyewe sasa wenyewe tuko tunafundisha leo juu ya ubatizo wa jina la Yesu. Balisikia. Baada ya kusikia zamani leo upinzani wa shetani iliwaingia tu. Haiko leo hivi. Amen. Sisi ndio tunaanza matendo ya roho de Jésus Christ. Nikasikia wa frère moja wa assemblée ya Branham ndio wasema Branham ndio anataka ubatizo wa jina la Yesu. Ubatizo wa jina la Yesu inaanzishwa na mitume. Bado Branham hayazaliwa hata. Aba yalota ataka atakuwaka Mungu. Bwana tuhurumie sana. Amen. Twende. Ili wao hai katika Bwana Mungu kama Mungu alivyo hai. Amen. Kumbi wale walifufuliwa na walishahubiriwa nini? Injili. Na mitume walifufua wafu. Ukisoma Biblia yote iko nazungumza tu. Niko napenda nikupeleke juu ujue kwenye tunaenda. Na objectif ya shiko wa Kristo na kutulia ndani ya Kristo. Matendo ya Mitume 9:36. Matendo ya Mitume 9:36. Inashuhudia nasema na mwanafunzi mmoja alikuwa katika Yopa jina lake Tabita. Maana yake Dorika. Mwanamke huyo alikuwa na matendo mema mengi na kagawia sadaka. Matendo yako ndio itatuma unafufuka. Hata sikubali kuingalia. Ndiye unafanyaka. Hata matemoignage ya mapasteur alikuwa Mkristo, vraiment alikuwa anapendeza sasa kumbe alikuwa na vyako vya siri. Mokolo ya suka, mokolo ya somo. Usiogope Mkristo mwenzako. Usiogope mie pasteur wako.
Usiogope mzee wa kanisa. Ogopa Mungu. Amen. Nafasi yote niko naenda. Mungu iko ndani. Amen. Kwa vingine tofauti hipokrisi ni mtumishi wa Mungu wa kweli tupigie mikono wao kumbe mbingu inasema mtumishi wangu wa watumishi sikujua ni kilala. Twende. Mwanamke huyo alikuwa na matendo mema mengi na kugawia sadaka. Ikakuwa siku zile akaugua akakufa. Kisha wakamwosha wakamweka kwa chumba cha juu. Alifufuliwa. Na kwa sababu Luda ulikuwa karibu na Yopa, wanafunzi wakasikia kuwa Petro yuko kule. Wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Na Petro aliondoka akakwenda pamoja nao. Wakati alipofika walimpeleka kwa chumba cha juu. Na wajane wote walisimama karibu naye wakilia na kumwonyesha kanzu na nguo zote alizofanya Dorika wakati alipomwangalia pamoja nao. Nani nilituma manalia? Matendo mema. Unani nilikatala kifo yake? Frere mudongo itakukatala tu ya matendo ulikuwa na. Amen. Amen. Matendo ya kila mtu itamfuata nyuma. Ukibana mudongo iko shida. Petro alitokeza wote, akapiga magoti akaomba. Akageuka kwa maiti akasema, Tabita amka. Naye alifungua macho yake. Bado walikuwa nakufa leo ngapi? Ndio. Tabita tu ndio alikuwa anapewa kufufuliwa. Lakini yeye anatendaka. Mimi mtuma anafufuliwa. Amen. Tujifunze matendo ya nzuri. Uko mkanisa lakini uko na ushuhuda. Watumishi vraiment ule mtumishi wa Mungu. Hata na masemi yake mtumishi wa Mungu. Kuko mfano kwa banapasha kukata. Kuko watu banapenda mapangana de mavi. Yenye ufunyama. Na anapenda kupangana. Mais témoignage ya watu. Na wanasema hapa ule ni mtumishi. Amen. Haleluya. Amen. Ile iko. Ile utaelewa kuwa kutakuwa ufufuko mbili. Na hizi fufuko mbili kwa wakati wa kuja za watu wote walio katika makaburi. Yohane 5:28. Yohane 5:28. Twende. Msishangae kwa maneno haya. Ndio. Kwa sababu saa itakuja. Na watu wote walio katika makaburi watasikia sauti yake. Watasikia sauti gani? Ya baragumu. Nao watatoka. Watatoka. Wale waliofanya mema kwa ufufuko wa uzima. Kumbe nini tatufufula? Mema. Kuko Mkristo yuko mkanisa, hali wake mema ndogi. Mema inastahili kwa kila mtu. Kuanzia kwa kumie pastor, kwa mzee wa kanisa, shemasi na kwa Mkristo. Mtu anapaswa kuwa frere na matendo ya mzuri. Kusaidia yatima, kusaidia mjane, kujua kuongea mzuri na kila mtu. Kuitafuta kwa nguvu yote. Amen. Jina Mkristo haitatupatia ufalme wa mbinguni. Unajikomporte haya. Unajikomporte mon frère. Na masemi. Na mjamaa yako bakui wake ataka mko Mkristo. Kesho soma na kukwaza, kesho watu wanakuambia vya mbaya kukwaza. Lakini unapasha kiwa kisa kureponda. Ndio. Tu usikwaze isikuwe mapolimike. Ukiona ni ubishi kinyamanzia wala tafuta kwenye utaenda ishie bana. Usitafule kubure. Twende. Kwa sababu saa inakuja na watu wote walio katika makaburi watasikia sauti yake. Wote twende. Na watatoka. Sehemu tena mbili itatoka. Wale waliofanya mema kwa ufufuko wa uzima. Wale walikuwa nafanya mzuri kwa ufufuko ya uzima. Na wale waliofanya mabaya kwa ufufuko wa hukumu. Omwema kilikuwa tatu mubudo. Frere, kama unakufa, ndio ulikuwa Mkristo wa jina. Lakini ulikuwa unavuta kisiri, ulikuwa unakunywa pombe kisiri. Haleluya! Usharati ya kisiri. Njia tu za bujanja ndio ulikuwa nazo. Pastor anasema mshirika wangu ule, mtumishi wangu ule wapie sana. Ile siku utafufuka. Upate haya.
akupatize, hakufufule aseme tu. Apre haya anakutupa momoto. Unalungula. Yani mtu akikufa na ni Mkristo mvuguvugu, esprit yake inakuwa esprit era. Ulozi anaweza itumikisha, majisi anaweza itumikisha. Kama Mungu alisemako utakufaka na 70, unakufa dizo na 40, manake ile 30 yote yenye unaenda nayo kule kuzimu, unaenda na ile 30 ndo ya service ya shetani. Hapana, hii miandiko repoza ampe nani utakuwa ampe hai asa upumzike kwa amani. Ndo debi ya sufrance. Sasa kama ulikufa bila Yesu, unaenda sasa chunga ile teata yako ikiishi, bachama nakamata nyama yako banakula juu ndo walikuwaka apre pale juu abana uwezo ya ile nafsi tena. Mungu angana tevalisa mwili ya hukumu akutupe sasa moto ya milele. Kwanza ile 30 yao ni batumikia balozi uzwadeo wanakufaka moto wanakufaka uko vitwamba roho yako banaza kutu akona batu biko wanafufuka Tanzania. Mtu mmoja iko na yona sita watu njoo, wengine wanatoka Mabudongo, wengine wanatoka Mmadara. Upagani haendake fasi, ukikufa uende fasi, unaenda tumika sasa debi ya souffrance. Ndoto na pastor wangu Jacques alikuwa anasema kweli, mie kama nina fikro ni mchinga wangu tu. Ule baba aliniambia mingi sana. Mimi sasa hakuna kisa. Na atone mchamo mwenyewe alikuwa kama anaenda kufufula. Utafufula. Unamuona? Mbezo unataka muyomba huko. Mama ndogo. Shangao. Bada tunamwambia Yesu. Wewe huko wa Yesu. Sianze na nabika ya Yesu hapo. Ndio batakuza tula papa. Kwa miaka yako. Après anakubeba mu séjour de mort. Unaenda satumika debe ya souffrance. Bange bila hapa tuko kudunia, kuko wengine wenzetu biko mu séjour de mort. Kule kwa bafu anakuwa biko na basufrire sana. Oro alikuwa mwimbaji mkanisa, oro alikuwa pasteur, na biko na maaveni kwa maaveni ya faux pasteur, kuko maaveni ya mahipokrite, na maaveni yote kuko. Mmoja wa ufufuko hizi ni ufufuko wa walio hai. Wale watapona na kwenda kukana na Kristo na wale wataangamia. Corinthiens chapitre 15 verset 22 twende haraka pale. Wakorintho wa kwanza 15:22. Aseme hata maliza. Ndio kazi kufundisha. Twende. Korintho wa kwanza 15:22. Ubarikiwe. Kwa sababu kama katika Adamu wote wanakufa, hivyo wote katika Kristo watafufuliwa, watapatizwa uhai. Ubarikiwe. Lakini kila mtu kwa pahali pake. Kila mtu kwa pahali. Kwa hiyo kufiaka na ndio pale. Kwa alikusikia na ndio pale mtu wa Mungu. Useme ati malezi lisita kwenye barabara. Hapa. Mtu wa Mungu anamuzikana aonee. Anakuzika fasi ya mzuri. Aona Abraham alikuwa anauza shamba tu na anambia jamaa yake siku utakufa mnanitia hapo. Pale kwenye walikuzikia na ndio utafufukia. Haiko kusema tunakuzika pale na ndio basi limeishia pale. Bachawa anakiaka tafuta pale kama kwa mtu wa Mungu wa kweli hawezi kukuona. Meongo pale. Paka siku ile ufufuko haikuwa sema pale unakufa unaenda paradiso, hapana unaenda chunga. Kila mtu hapa leo kuna kufa anaenda chunga. Sio kwa wale wenyewe sio alitoshaka makaburi akawaendana ndio yuko paradiso mpaka sasa. Akirudia sasa tena ndio anakia tena kutuchukua. Lakini kila mtu mwenyewe kuna kufa liko sana na mreserve kwanza nafasi yake. Twende. Lakini kila mtu kwa pahali pake. Ndio. Kristo malimbuko. Kisha watu wa Kristo kwa kutokea kwake. Ubarikiwe. Alafu mwisho utakuja. Wakati atakapotoa ufalme kwa Mungu Baba. Sasa
Hapa ndio kwenye kuna kurugama. Atatoa ufalme sasa kwa Mungu Baba. Na atakapoondosha utawala wote. Yaani hapa alikuwa anaitwa Kristo mwana. Lakini anaitwa sasa Mungu. Doke raporo yote ya ile kazi zote zenye alifanya anajivalisha tena uungu. Nikwambia Mungu ni cheo. Amen. Shuka. Atakapoondosha utawala wote na mamlaka yote na uwezo wote. Ubarikiwe. Maana shati atawale. Shati atatawala. Hata atakapoweka adui zote chini ya miguu yake. Nani ataweka adui zote chini ya miguu yake? Si Yesu. Adui ya mwisho ya kuondoshwa ni mauti. Adui pale akitoka tena kifo. Naambia kifo vipi? Ninamzekana na watu yangu milele. Bali hatutakufa tena, tuko tunatembea, tunafurahi. Maana hivi vyote vya dunia hakuna tena. Baba ukilatea hivi, maana iko sawa vile, heri kama usinga nyumbi wako. Twende. Adui ya mwisho atakayewekwa chini Twende tumalizie ni mauti. Wathesalonika wa kwanza sura 4 14 17 na Ufunuo 20 verse 4 tuachie pale tuombe Mungu. Wathesalonika wa kwanza 14 ndio fungu lake la 13 inasema Bwana kubariki. lakini ndugu hatutaki msijue habari za watu wanaolala. Tu ya imani tuko naye. Paulo anasema sitaki mubakie tu mko sawa vile mko mnatumikia yenyewe hamjue. Msihuzunike kama wengine wasio na matumaini. Kwa sababu tukiamini kama Yesu alikufa na kufufuka. Kama uliamini tu Yesu. Tunaona hapa wenzetu tunatoka hapa batiza. Wengine wanaanza vile ni avatire mwa wanafanya. Papa haikuwa avatire. Ndio Petro anasema si unaona ile wakati ya Nuhu balimwambia ajenge safina. Soma pale papani ni explique kwanza kadogo kisha ndio tumkie pale. Petro wa pili. Inashuhudia nasema hivi tunaanza kwanza 3:21. Twende. Mfano wa maneno haya anzia 19. Wasiotii zamani. Kulikuwa watu ambao hawakuiwaka zamani. Wakati uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja kwa siku za Noa. Wakati safina ilipokuwa ikitengenezwa. Unakumbuka safina jinsi walitengeneza? Ndani yake wachache. Unakumbuka kama wachache? Watu 8 waliokolewa kwa maji. Kulikuwa 8 persone ndio waliokolewa kwa maji. Mfano wa maneno haya. Hii ilikuwa tu ni mfano Mungu alifanya. Ni ubatizo ambao unaokoa nyinyi sasa. Ndio ubatizo tuko tunaenda mabatizo. Si kuondosha uchafu wa mwili. Pole pole. Baporo na kubatizwa mjina la Yesu ndio kuokolewa. Kubatizwa ni symbole tu. Haiko symbole. Haiko nini? Tunafungua maisha ya yaani unaweza kuwa tu kifo kabla ya kupata. Sasa Yesu pokea roho yangu na family zitenda baba unisamehe. Tu niko mwanadamu lakini nishawahi kupokea kwa Bwana Mungu unaingia pale pale mimi. Amen. Tu ulisabatiziwa. Lakini kifo ghafla inaweza kupata na uyabatizwa. Jana unaenda pale pale. Ndio maana usifanye avantire na mambo inaitwa ubatizo. Amen. Nipote d'entrée ya mtu kuingia mfano wa Mungu. Hata wote wako nasikia, ubatizo ni symbole tu. Kubatizwa ndio bongo babae bali. Ndio maana kama baba pastor yote anatia babatizo kwa jina la Yesu. Na wiko wanasikia. Bope kama ile fasi. Si Yesu aliwaambia, "Ole wenu waandishi na wafarisayo wadanganyifu, sababu nyinyi ndio wenyewe mnafungia watu ufalme wa mbinguni. Kwa kuwa nyinyi wenyewe hamuingii na wenye kutaka kuingia hamwaacha." Sasa Kristo yuko nasikia evanjili ya matendo ya roho ya Yesu Kristo. Biko ndio uliza mchungaji wangu. Lakini nalikuwa ni pastor. Mbona mimi pekee na mimi nilisoma mu Biblia, sikupata mwali wa Kiswahili kama Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. So nibatize tu kwa ile kumwambia kijana, usifuate kila hitaji. Sikia ule Baba na Mwana. Ule Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa pastor, ulimtosha wapi? Frère, wewe pekee ndio kuponesha maisha yako. Usifuate ya pastor.
pasteur. Pasteur anaweza kuwa barriere. Mafundisho yake yanaweza kuwa barriere ya kukupatia wewe ufalme wa mbinguni. Lakini na wewe Biblia inakwambia asomaye na afahamu. Biblia haisemi mpaka tu pastor atuambie. Kwa nyingine wewe pekee unasoma, unasema hata pastor anifundisha lakini nalisoma mu Biblia. Amen. Mimi Mungu anataka niponeshe roho yangu. Inawezekana pastor akuhubiri na yeye pekee hata yeye. Sisi tunamwambia ole wenu waandishi na wafarisayo wadanganyifu. Sababu nyie mnafungia watu ufalme wa mbinguni. Kwa kuwa nyinyi wenyewe hamuingii. Na wenyewe wanataka kuingia, hamuache mnajifanya barriere. No, usibatizwe mara pili, kubatizwa mara pili ni kukufuru. Ulitosha maandiko gani? Pastor. Kubatizwa mara pili ni kukufuru mtakatifu. Biko mu Biblia gani? Mimi juu ya ushauri kunasema pastor wangu ashaniambia. Pastor wangu alishaniambia. Yesu anasema kipofu hawezi kuongoza kipofu. Wote wataanguka ndani ya shimo. Amen. Amen. Kwa vingine pastor anaweza shindwa kukufundisha, lakini Mungu alikupa intelligence. Basi alikubeba kwa masomo. Tu usome na uandike. Wewe mtu tuko na kuelezea intellectual ya kwake vile. Intellectual ni mtu mwenye anajibaza na critique. Wewe sio masomo ulisoma inakufa bure. Mfano wa maneno haya. Mfano wa maneno haya. Ni ubatizo ambao unaokoa nyinyi kwa sasa. Ni ubatizo inaowaokoa ninyi hata sasa. Si kuondosha uchafu wa mwili. Hatubatiziwa tu tunaenda nawa. Lakini jibu la dhamiri safi mbele ya Mungu. Amen. Amen. Ndio maana Yohana Sali alianza kufundisha watu. Yohana ni mwalimu mzuri sana. Alikuwa na makrase veritable mtuwa verset 11 Mathayo. Mathayo 3:11. Linashuhudia nasema hivi. Kweli mimi mnaniona. Ninawabatiza nyinyi kwa maji hata toba. Unaona ninawabatiza nyinyi kwa maji. Ni maji tu. Tena ubatizo yangu ni ya toba. Lakini yeye anayekuja nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi. Hii ubatizo yangu haitoshe. Kuko hata kuya. Moto ulao ule. Amen. Iko na nguvu kunipita mimi. Na sasa ile atakuchukua viatu vyake. Atafanya nini? Yeye atawabatiza nyinyi kwa Roho Mtakatifu. Kama na lomba atawabatiza mara ngapi sasa? Kisha Yohana kuwabatiza, ule yeye atakuja atafanya tena nini? Atawabatiza nyinyi. Kumbe Yohana alitangulia kuonyesha baba Kristo yake kama batabatiziwa na yeye, mbatizo yake haitoshe, lakini kuko mwingine atakuja atafanya nini? Atawabatiza. Sasa pastor wa dini anakuambia ukibatizwa mara pili unakufuru roho. Pale ndio kwenye niko na uia watu. Amen. Hawaonesha kama ubatizo wao na Mwana Roho Mtakatifu, bamisionari ndio watuletea hivi. Lakini kama vile soma maandiko na kukonvekina maandiko, wewe ndio batizwa kwa jina lake. Ndio pastor wa Mungu anaambia mtu. Mengine anapotea, anapenda na wewe akupoteze. Naona shida. Lakini Yohana akupenda apoteze watu. Anawaambia mimi nafanya haitoshi. Hii ubatizo haitoshi. Kuko mwana kuya kama batiza bien. Mimi hii niko nafanya ni symbole tu. Kuko mwana kuya ndio atatimiliza. Haleluya. Amen. Para kuwekana bateme hao kipere difficile. Tuna mafrere mingi ashapenda mafundisho sana. Kwanza ndakuwa na kitu ngune. Siku anasema pastor wangu udini ananiambia yako kibatiziwa tu mara pili. Paulo anamlipokea Roho Mtakatifu wakati hata kusikia kama kuna roho hata kusikia. Sasa mlibatizwa kwa watu wa Yohana. Asema ndoma. Na ndio maana mko na maesifi sasa hata mfuai. Sababu Yohana alikuwa anabatiza watu kwa toba. Tena alikuwa na tusome kina tena. 19:1 Matendo ya Mitume ikakuwa wakati ya Paulo alipokuwa katika Korinto. Baada kisha kupita kati ya nchi za juu. Akafika Efeso. Akaona wanafunzi wengine akawauliza, "Mlipokea Roho Mtakatifu wakati mlipoamini?" Wakajibu, "Hapana, hatukusikia kama Roho Mtakatifu yuko." Akawauliza, "Basi mlibatizwa kwa ubatizo gani?" Tatu mnaweza kuwa nayo. Na kwenye vitu vijaribikia mekanisme yote kaharibika mfuae.
itakuwa ni kubatizwa. Na ndio maana ukiangalia watu wanabatizwa hata na baba banakuwa kana manomali. Ndio. Mabitu wenyewe hawaeleweki. Umalunga kwa No se comptera puse. Yende se hana. Shida. Utaona tabiri neko na hii. Baba yonde sakara. Sakara ndurugu. Usikufuru ronda. Hapana. Nisilonga tu anajifunza tu ya kuintimide watu. Fujo kanisani. Usona mtu iko tunaongea hivi anaingia murona anaanza kujazisha. Msegonde tu ndani na hivi. Baba mimi nina yona baba yosere papa. Nenderi kare baba bata sore baba. Frère kama mtu wa hivi ndio bavantilia kwa mambo ya Mungu. Pagani zawadi iko na kiu amini. Anaweza amini akikuona mbia hivi. Sara bosesho, sakandoro boya, yende seke papa da papa. Sona muliza sekireba. Yondoro bobo. Sakandere baba. Ana atana tafsiri ya lugha yake. Mimi napenda tu aitimide tu. Usiteke. Mambo ya Mungu wengine wanakata saa teatri. Baki nikakope kama hivi nikasheka kama hivi kuna picha kwa. Usikapime hata siku moja kuingia mtu kama hivi. Ndio kama Mungu anakujaza. Jazo lakini ujazo kwa kweli. Yeah. Mene site. Akauliza, basi mlibatiza kwa ubatizo gani? Masekele wenyewe mko na Protestanti. Wakasema. Na anaweza sema mazalao bongo na hata sikia taro na mshtaki. Iko tayari kupiga kofi na kuambia mimi msamaha kuna huko. Mporona na kama anaweza fanya dhambi 12 atatubu sasa na Mungu anamsamehe. Imani za ovyo. Chana na imani za ovyo kama zile. za watoto wachanga. Kamata Mungu na mikono mbili. Mambo ya Mungu haiko scenario ndio tu. Haiko masiloga. Ni kweli imeandikwa na itatimia. Amen. Bana afatire. Ndio. Twende. Akauliza, basi mlibatiza kwa ubatizo gani? Wakasema kwa ubatizo wa Yohana. Paulo alisema Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akamwambia mtu mwamini atakayekuja nyuma yake ndiye Kristo Yesu. Waliposikia maneno haya wakabatizwa katika jina la Bwana Yesu. Ubatizo ya majina matatu. Hata leo kikufa, je vous le dis, kama uko humu, sikia. Kama walikubatizaka mbaba mwana leo mtakatifu. Ukikufa leo na hii mkutano tumemaliza na ukulomba ubatizo. Mbingu hauingii. Amen. Hapa ni kushere liko na kwambia. Mbingu hautaenda. Na Mungu yuko nasikia ndio liko na kwambia. Friend, hakuna mtu alibatizwa mbaba mwana roho mtakatifu. Katolika tu alikuwa kupoteza watu kama hata Biblia ya Katolika. Leo tunamalizia mkutano. Hata sasa tuongee. Atenda mtume. Tutaenda tukuminga. Matendo ya Mitume 19:5 kwa ufafanuzi wake. Wakabatiza kwa jina la Bwana Yesu. Maana yake anabatizwa katika imani kwa Yesu. Ukikubali ubatizo wa jina la Yesu, maana unakubali imani ya nani? Ya Yesu. Na wakoro sasa ndio hapa ndio walikuwa wafuatilia. Atakwambia unaamini Yesu kwa Bwana mwokozi wa maisha yako? Ndio. Sasa na kuweba na kwanza kwa Baba na kwa Mwana. Frère. Porte d'entrée. Biblia yote iko clear. Unaposoma Roma chapitre 10 verset 9. Kama ukikiri kwa kinywa chako
kama Yesu ni Bwana. Soma pale. Warumi 19. Kwa sababu kama ukikiri kwa kinywa chako ya kuwa Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua toka wafu, utaokolewa. Ndio wokovu. Pote dante kuamini Yesu kuwa Bwana na nini? Mwokozi. Ndio unafanya nini? Unaokolewa. Kuamini Yesu kuwa Bwana ndio ni Yeremia 10:10. Yeremia 10:10. Ndio maana yake. Inashuhudia nasema hivi. Inasema lakini Bwana ndiye Mungu wa kweli. Ndiye Mungu aliye hai. Kwa maana ya kuamini kuwa Yesu ni Bwana. Maana unaamini Yesu ni Yesu tena ni Mungu wa kweli na aliye hai. Ukiamini vile ndio wokovu, ndio maandiko. Sasa wewe unamwamini kama Yesu mwana wa Mungu, lakini umwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa maana ni kumwamini kama yeye ndio Bwana na yeye ndio Mwokozi. Malizia. Wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Maana kana batizwa katika imani kwa Yesu na kupokewa katika shirika la wafuasi wa Yesu. Inafaa kuwaza kama mbele ubatizo ulifanyika kwa jina la Yesu Kristo tu. Jina la Yesu Kristo. Watumishi mko nasikia? Hapana kwa jina la Baba. Na ndio maana papa Olivier hato kuimbia hapa. Tunapona kama frère boni frère lakini Mama imamela koli. Wali kuna vipi kwa Kweli. basi wale wiko na kuja hapa wageni. Sasa nafanya mtu anasema boni huduma kana kanisa. Lakini Aupenda sisi tukwambie. Badala ya sina wengine. Nani sasa? Yesu. Ni wewe tu akuabudiwa. Roho yangu imeshampata. Kuabudiwa. Hata tuangalie sasa wa kuabudiwa. Si yeye? Ndio. Amen. Tusikie kwanza Biblia inasema wa kuabudiwa 28 kenda twende haraka. 28:9. Lakini tutoke kule twende. Kitabu cha Mathayo. Inashuhudia nasema hivi. 28:9 nimeipata. Na wakati walipokwenda kuambia wanafunzi wake, tazama Yesu alikutana nao akisema salamu. Wakamkaribia, wakamshika kwa miguu, wakamwabudu. Haleluya! Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Ongeza shangwe. Haleluya! 5:11 Ufunuo 5:11. Nikasikia sauti ya malaika wengi. Pande zote za kile kiti cha mfalme na za wale wanyama wenye uhai na wale wazee, na hesabu yalikuwa 10,000 mara 10,000 wakisema kwa sauti kubwa, wakisema kwa sauti kubwa, anastahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uwezo na utukufu na akili na nguvu na heshima na utukufu na sifa. Haleluya! Haleluya! Amen. Na wakati hao wanyama wanapompa yeye kiti cha ufalme, utukufu na heshima
kwa imani na Mungu ambaye tunamwabudu hapa. Ule mwenyewe anatuambia badala yake sina mwingine. Babatizo mjina ya Yesu Kristo. Waabudu Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Na neno libaki kwa mnakuwa. Wewe ni Mungu wa kweli. Wewe ni Mungu wa kweli. Ambaye unileta nije kukuabudu. Ambaye unileta nije kukuabudu. Wewe ndiye. Wewe ndiye. Utanipa ufufuo. Utanipa ufufuo. Na wewe ndiye. Na wewe ndiye. Utanipa uzima. Utanipa uzima. Sina Mungu mwingine. Sina Mungu mwingine. Nitakuabudu. Nitakuabudu. Nitakutumikia. Nitakutumikia. Nitaacha mengine yote. Nitaacha mengine yote. Nikuone wewe peke yako. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana.